Mitaani, naenda kufua, naenda kulima, vibarua, napata hela, najitumia. Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutokea hapa katika mtaa wa Mingano, kata ya Tandika, halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, nyumbani kwa mzee Athumani Bushiri, ambapo Chivihi Media leo hii tumefika hapa Aprili 27 na kujionea hali ya maisha ambayo anaishi. Kiukweli si hali nzuri. Familia ina jumla ya watu 6 na kwa sasa mtu pekee ambaye wanamtegemea ni mama ambaye ili kupata chochote kitu ni lazima apate vikazi vidogo vidogo vya mitaani. Wenyewe wanasema matando, kwa maana kama kuzoa mchanga na kama kuna shughuli za kufua. Hizo ndo kazi ambazo zimekuwa zikimuingizia kipato na kuendesha familia hii ambayo ina vikongwe 4 na ukichanganya na wanafamilia wengine wanakuwa jumla 6. Hivyo wanahitaji msaada. Ukiangalia hata sehemu ya kulala imekuwa ni changamoto. Nyumba yao kama inavyoonekana hapa nyuma imekuwa na haina hali ya kuridhisha, imebomoka. Lakini pia hata kula yao ndo kama nilivyokuambia ni mashaka kweli. Chivihi Media tumefika hapa na kuletea taarifa ifuatayo, na hapa wahusika wanaeleza. Bushiri, maisha yetu sema zuri ni magumu sana. Wewe hapa tunapoishi na wazee tuko 4 ndio tunapoishi hapa. Katika hao wazee nani sasa ambaye anaihudumia familia? Mimi hapa. Na chanzo chako cha kipato ni nini? Chanzo changu cha kipato hakuna, kusema kweli. Hakuna kabisa. Maisha yetu tunapoishi hapa tunaishi tu kama Mungu usema nani tu basi, lakini usema maisha kusema nani hakuna. Kufanya matando unakula basi. Ulaji wetu mpaka tufanye matando mke wangu huyu ndipo tupate kula. Kama sikufanya huyu basi hatuli. Ndio maisha tunapoishi hapa. Maana ninasema naomba kwa wananchi wanisaidie. Wanisaidie kama hali yangu kama hivyo wanavyoniona. Sina maisha mazuri. Maisha yangu ni magumu. Yangu Fatuma Dadi. Mkazi wa hapa nyumbani Ziwani, lakini nimekuja hapa kuja kuolewa. Nilivyoolewa nimekaa na maisha yangu kwa kidogo ikawa nafuu, lakini sasa hivi ninafanya kazi ndani humo ni mimi tu, hakuna mtu mwingine. Na wangu ana kazi na sasa hivi amezeeka, ndo ananitegemea mimi ndani, wote humo wananitegemea mimi, mpaka na wazee wote, familia yote nalisha mimi ndani. Ndani kuna wazee 2. Mama yangu mzazi na wifi yangu. Tafutati ndo nakuwa kama hivyo, nachambika mimi mwenyewe, napata hela ya kula, tunaishi kama hivyo. Naenda mitaani, naenda kufua, naenda kulima, vibarua, napata hela, najitumia. Naomba wananchi wanisaidie. Wanisaidie tu kama unga, mambo ya ndani tu. Mambo ya ndani tu, nipate kula, basi. Nyumba mbovu, sina pahali pa kulala, sina maisha yoyote yale. Kadhalika tumezungumza na majirani ambao wako karibu kabisa na mzee Athumani. Ametoa ushuhuda namna wanavyoishi mtaani hapa. Majina naitwa Abdalla Jafari Bakari. Mimi ni jirani wa huyu mzee hapa, na hali wanaoishi hao wazee sisi tunawaona hapa. Hata kama sisi wenyewe na sisi hali sio nzuri, ila sisi afadhali sisi kuliko hao wazee. Yaani ungejua kama mheshimiwa ungezunguka nyuma huko kwanza, hali si umeiona nyumba hii ilivyo. Kwa hiyo hali ni mbaya, na wazee wanaoishi nao wazee hao vikongwe. Huyu mwenyewe mzee huyu hawezi kujitafutia wa nini. Kwa hiyo anapita anaomba tu, chochote anachopata sokoni huko anakuja kusaidia vikongwe vyake ndani huko. Kwa hiyo hali sio nzuri hapa. Ili wananchi kama wanasikia wasaidie hao wazee hawa ili waishi vizuri. So unaona mazingira yake hapa naona sio mazuri, yani sio hapa tu. Ukienda ndani huko kuangalia na hali sio nzuri, ukizunguka nyuma huko nyumba hali sio nzuri. Yani basi wanaishi tu hivyo vyote kwa kubahatisha tu, Mungu mwenyewe ndo anawalinda. Kwa hiyo msaada unatakiwa kwa kweli. Kuhusumu mkazi wa mtaa Mingano. Hapa majirani zetu ndo kama hivyo walivyo, kwa hiyo tunaomba msaada. Wananchi tushirikiane na serikali tuwasaidie. Yana hapa wakikubwa tu sehemu ya kulala hawana. Sasa mimi kila siku ninapopita hapa naangalia mazingira, kikubwa wasaidie tu pa kulala kwanza. Tuwasaidie pa kulala, tushirikiane na serikali na wananchi ambao mnatuona au mwenzetu mtaa Mingano Litingi huku kilabuni, mmoja mwasaidie. Mimi Sharifa Abdalla Kapela, mkazi wa Mingano Litingi. Mahali za baba mnamuona,
ilivyo hivi. Kwa maana hiyo naomba muwasaidie serikali, hawana pa kulala kama hivi, nyumba yao mbovu kama hivi, naombeni muwasaidie wana Mingano au wote kwa jumla, yani tuwasaidie wazee hao kwa hilo. Wanavyoishi ndo kama hivi, mipango yao waende mama huyu apate kumuita mtu tando pale aende sasa, na vitando vyenyewe haina vikizi haja, wanapata tu hela ya kula. La msingi hilo. Kwa maana naomba serikali muwasaidie pa kulala, wapate nyumba kidogo ya hifadhi. Tumezungumza na diwani wa kata ya Tandika Mheshimiwa Haruni Sulemani Haruni maarufu kama Chaijaba, ambaye ameeleza kuwa tayari ameshachukua hatua kwa kutoa msaada wa fedha wa kiasi cha fedha, lakini pia amemtaarifu mbunge wa jimbo la Mtwara mjini Mheshimiwa Joel Nanauka, ambaye na yeye tayari ametoa chochote kitu, lakini pia ameahidi kuwa mara baada tu kukamilika kwa kutamatika vikao vya bunge atafika hapa ili aweze kujionea mwenyewe kwa macho kinachoendelea katika familia hii. Alhaji Haruni Sulemani Haruni almaarufu Chaijaba, ndiye diwani wa kata hii ya Tandika. Jana nilifika kwenye mtaa huu wa Mingano kuwatembelea wazee. Kwa kweli hali ni mbaya sana, na leo kama unavyoona ndugu mwandishi, tuko hapa kwenye eneo la tukio. Hawa wazee wanahitaji sana kusaidiwa. Kwa upande wangu binafsi, jana nilitoa chochote kitu, nilimshirikisha pia mheshimiwa mbunge na yeye akanisapoti pia, lakini pia msaada ni mkubwa ambao unahitajika. Kama unavyoona mazingira hapa, nyumba yote ni mbovu na wazee hao wanaishi vibaya, hawana pa kulala. Maana yake kwamba vitanda wanalala ni vya kamba, alafu vimeshuka vitanda vyenyewe. Kwa hiyo msaada mkubwa unahitajika hapa ni ujenzi wa nyumba yenyewe, magodoro na pia msaada wa chakula pamoja na mavazi. Haya yote ni mambo ya kibinadamu ambayo hawa inabidi wasaidiwe. Nitoe rai au wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Mtwara, yote ambaye ataguswa basi atusaidie. Kiukweli serikali kusaidia mambo yote kwa pamoja inashindikana kwa sababu matatizo ni mengi. Kwa hiyo inahitajika yule ambaye ataguswa na moyo wa huruma basi anakaribishwa kuja kusaidia hapa. Lakini nitumie nafasi hii pia kumpongeza mheshimiwa mbunge, mara tu baada ya kumaliza bunge lake ameahidi atakuja kuwaona na atawatembelea. Pia niwapongeze umoja wa vijana, baada ya kuwashirikisha hili jambo wamesema kama miti itapatikana basi wao watajitolea kuja kumsaidia hapa mzee kujenga pamoja na kugandika. Lakini kwa maoni yangu mimi, tutakapogandika hii nyumba chini pale tuweke floor ili kuondoa ubaridi. Wazee ni wazee kweli kweli, maana yake kama kuna mmoja ni mtu wa kusaidiwa tu. Mmoja kidogo ni mzee lakini anaweza kutoka nje na kurudi ndani. Lakini pia tukiacha hii nyumba, hali ya kule sehemu ya kujisaidia pia hairidhishi. Manake kuna msemo upo unasema kwamba nyumba ni choo. Kwa hiyo choo chao pia hakiridhishi. Kwa hiyo tuwaboreshee kwa kuwajengea kwa makuti mazuri na miti mizuri, ili nao pia wajione kama na wao wako sehemu ya dunia ambayo kila mtu anatakiwa aishi vizuri. Nikiripoti kutoka hapa katika mtaa wa Mingano, kata ya Tandika, Manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara. Mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.